الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. Maashara sada, nichukue fursa hii kumshukuru kwanza Allah, rehma na amani na salamu tumtakie zimwendee mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama leo nitazungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza ni hali zinazowakuta binadamu katika afya zao. Binadamu tunaumwa, lakini tunaumwa maradhi ya aina tatu. Maradhi ya kwanza ni maradhi ya kiroho, maradhi ya pili ni maradhi ya kinafsi, na maradhi ya tatu ni maradhi ya kiakili. Maradhi ya kiroho ni maradhi ambayo yanasababishwa na maibilisi, na haya yanagawanyika katika mafungu makuu matatu. Maradhi ya kwanza kabisa ni maradhi yanayotokamana na husda. Na husda inatokamana na vitu viwili, inatokamana na macho pamoja na mdomo. Na husda yenyewe pia inashambulia mambo matatu. Inashambulia kutokupendwa na watu, inashambulia uchumi, inashambulia pia kuleta maradhi. Lakini sehemu ya pili ya maradhi ya kiroho ni maradhi ambayo yanatokamana na majini. Majini yanaweza kusababisha mtu kuwa kama na homa, yanaweza kumsababisha mtu kupata bawasiri, yanaweza kumsababisha mtu anaonekana pressure iko juu sana, sukari iko juu sana, homa, mwili, kichwa, mgongo, kutetemeka, kufa macho. Maradhi mengi yanapandikizwa na kitu kinachoitwa majini pale yanapoingia mwilini. Lakini sehemu yake ya tatu ni uchawi. Mtu anaweza akawa na maradhi ya uchawi, akawa anaumwa tu tumbo sana, anaumwa tu meno sana, anaumwa na hiki na kile mpaka hana raha. Maradhi haya hayatibiki mahospitalini kwa kifahamasia, katika mambo ya kifamasia, bali haya lazima umrejee mwanachuoni ambaye anajua kusomea ruqya vizuri, alafu baada ya hapo akakufanyia kisomo cha ruqya na insha Allah utapona. Maradhi ya pili ni maradhi ya nafsi. Maradhi ya nafsi ni maradhi kama vile saratani, kama vile vimbe katika tumbo, fibroid, myoma tunaita, kama vile kifua cha kawaida na kifua cha mshipa na kifua kikuu, TB, kama vile homa, malaria, typhoid, sukari, kama vile bawasiri, kama vile ukimwi, kama vile kensa na mengine mengi. Haya ni maradhi ya nafsi. Na maradhi haya ya nafsi pia hutibika kwa miti shamba, lakini pia hutibika kwa tiba za kizungu, za chemistry, za pharmacy, dawa za kifamasia. Lakini pia hutibika mahospitalini. Lakini maradhi ya tatu ni maradhi yanayotokamana na akili. Akili kifeli inaweza ikaotesha maradhi, mtu akavimba japo miguu. Akili kifeli, maradhi yanaweza kaingia mwilini, mwili hauko sawa, mtu anazubaa tu. Ni kuonesha tu maradhi yote haya yakikupata moja kati ya haya matatu, mwili hauwezi ukasalimika. Na maradhi yanayotokamana na akili ni mengi. Miongoni mwayo ile kifafa cha mara kwa mara, mtu kudondoka kifafa mara kwa mara, mtu kutumia mihadarati kama bange. Hivi vitu vinaweza vikaathiri akili. Lakini stressi, kuchanganikiwa, kutendwa, kuumizwa na mahusiano na mfano wa hayo. Lakini kukosa usingizi muda mrefu bila sababu za msingi kunasababisha akili ikafyatuka. Lakini pia mashetani wanaweza wakakurimoti wakaiharibu akili. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah, maradhi yote hadhihi kullu alladhi dhakarnaka, yote tulokutajia maradhi haya, nasi kwa uchache wetu maradhi kama haya tunayashughulikia, tunayatibia. Popote ulipo tupo. Ukiwa na maradhi ya akili, ule uendazimu ambao hujakolea, njoo inshallah tukufanyie visomo, utapata saada na furaha. Lakini pia hewallah, barakallahu fikum, ukiwa na matatizo ya kimashetani na hasadi, hapa ndo kwenyewe. Lakini pia ukiwa na maradhi ya kinafsi ya aina yoyote, njoo. Hii ni sehemu ya dua, hii ni sehemu ya maombi, hii ni sehemu ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa madawa ni haya hapa.
Tunayo madawa mengi hapo. Kuna madawa ya sukari, kuna madawa ya nguvu za kiume kwa kina baba. Kwa kweli maradhi yote unayoumwa dawa zake tunazo. Uko wapi tukusaidie? Sisi wenzio tuko Buguruni Rozana, na namba zinapita katika kioo chako cha simu. Nami nikome hapa nikuambie wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.